cha Mungu hakina kikomo, ila kibali kina viwango na viwango. Kadri unavyomtafuta Mungu na kulitia jina la Bwana, ndipo kibali kinazidi kuwa kikubwa zaidi, ndipo kibali kinaongezeka, kwa sababu kibali ni kitu muhimu sana kwenye maisha yako. Ukikosa kibali, ukikosa kitu muhimu katika maisha yako. Ukikosa kibali, huwezi kufanikiwa na kuishi maisha ya furaha na amani, huwezi kuishi maisha ya ushindi. Kwa ajili ya kukosa kibali, kwa ajili ya kukosa kibali, vitu vingi vitaharibika katikati ya maisha yako. Lakini ukiwa na kibali, vitu vingi vitaponywa, vitatengenezwa katikati ya maisha yako. Hivyo itasababisha kwamba wewe uwe mtu mkuu sana, uwe mtu uliyefanikiwa, uwe mtu mwenye furaha, uwe mtu mwenye raha, uwe mtu ambaye ni mshindi zaidi ya kushinda, kwa sababu utakuwa na kibali. Lakini kukosa kibali, asilimia kubwa utakuwa unashindwa kila maeneo. Kwa hiyo kibali ni muhimu sana katika maisha yetu. Jitahidi kuombea kibali chako, kibali kwa Mungu. Una kibali kutoka kwa Mungu, na kibali pekee ndicho kinapatikana hasa unapokuwa karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuingie kwenye somo lenyewe. Tuingie kwenye somo lenyewe. Mithali 12 mstari wa 2. Mithali 12 mstari wa 2. Mstari wa 2. Mstari wa 2. Mungu anasema, mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana, bali mtu wa hila atahukumiwa naye. Rudia tena mstari. Mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana, bali mtu wa hila atahukumiwa naye. Amen. Mstari 18:22. Mstari 18:22. Apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Ukisoma pia Nehemia 2 pale. Nehemia 2 mstari wa 5. Nehemia 2 mstari wa 5. Nikamwambia mfalme akaona vyema, na ikiwa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali unipeleke mpaka Yuda, niuendee mji wa makaburi ya baba zangu, nipate kujenga. Rudia tena. Mstari wa 5. Nikamwambia mfalme ukiona vyema, na ikiwa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali nipeleke mpaka Yuda, niuendee mji wa makaburi ya baba zangu, nipate kujenga. Mstari wa 5. Ndio huo, mstari wa 5. Ndio 2:5. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie habari ya kibali. Tuangalie habari za kibali kwa undani zaidi na kwa utulivu zaidi. Kwa utulivu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana.
tulishaomba kwa jina, basi tuendelee. Kwa kweli kibali, nini hasa maana ya kibali? Kibali, kwanza neno lenyewe kibali ni kukubali, ni kitu fanikiwa. Ili kibali mambo ya kufanikiwa, kuwezesha, kushinda, kuweza. Lakini kibali katika hiyo kibali, kwa maana ya kibali pia ni kuonyesha kuonyeshwa wema. Kibali kama kinaelekana na neema, lakini sio neema, ni kitu karibiana, kuna namna tofauti wake kidogo. Kwa hiyo ni kuonyeshwa ule wema, kuonyeshwa wema. Mungu anakuonyesha wema, hiyo moja hapo. Lakini pia kupewa upendeleo wa lazima, kupendelewa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kupendelewa na Mungu, mambo yako yatanyoka. Moja ya kibali, kupendelewa na Mungu. Unaweza umekosewa, kama mtu anakupendelea, haoni makosa yako, anakupendelea. Umekosea, bado anakupendelea wewe. Hujashinda, inakupendelea na kupa ushindi wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unapendelewa? Haleluya. Si unapendelewa? Uwezi, lakini unahesabiwa unaweza. Ujui, unahesabiwa unajua. Si unapendelewa? Si unaonyeshwa wema, unapendelewa. Sasa una kibali ni kupendelewa na Mungu. Ukishapendelewa na Mungu, sasa atakusaidia kwa namna yoyote ile ufanikiwe, uponywe. Sasa achana kupendelewa kibinadamu, Mungu bado kupendelea. Wanadamu za kupendelea kwa haki au kwa haki. Sasa Mungu anakupendelea kwa haki. Methali pale tulisoma Methali ngapi? Methali 12 pale. Mungu anasema atakupendelea mtu aina gani? Msome pale. Unapendelea mtu aina gani? Na mtu ambaye hatampendelea atampa kibali mtu aina gani? Methali 12:2. Mithali 12:2. Mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana. Mtu ambaye anapata kibali kupendelewa ni mtu mwema. Okay. Kama wewe ni mwema, utapendelewa na Mungu. Na kwa sababu ya wema wako utafanya sawa na Bwana. Na kwa sababu unafanya sawa na Bwana, Bwana atakupendelea. Kwa sababu unafanya sasa anavyotaka na anavyopendwa, anavyotaka kupenda, na yeye atakupendelea. Usiaibike, usiugue, usiwe kwenye shida, usishindwe, usionewe, usiteseke. Tenda katika mafanikio, ulindwe na yeye. Maana yake kupendelewa hapa sio kupendelewa kwa kuonea wengine, kupendelewa kule ni haki yako ambayo Mungu ataingilia kati kwamba mambo yako yaende vizuri kama anavyotaka yeye, kama anavyopenda yeye, yataenda vile kama mtaka anataka. Kwa sababu kwanza wewe mwenyewe unatembea kwenye njia zake. Kwa nini usifanikiwe kama yeye atakavyo? Yeye mwenyewe amefanikiwa. Yeye mwenyewe anavyo vyote, ana uwezo yote. Kwa hiyo sasa, kwa sababu unatembea katika njia zake, yeye atakupendelea. Kwa lugha nyingine, kule kupendelea ni kukufanyia vile sawa na ahadi ambazo yeye amekuahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kupata kuoa, nasema kuoa na kuolewa ni kupendelewa. Hapa
Anasema Methali ngapi pale? Anazungumzia pale. Methali nisomee pale. Na 18:22. Mtu kuolewa ni kibali cha Mungu na kuoa ni kibali cha Mungu. Kumbe jambo lile la kuoa na kuolewa ni kibali cha Bwana. Ni kibali cha Mungu. Unapendelewa unapoolewa, unapendelewa unapooa. Ni kibali kitokacho kwa Bwana. Silichukua jambo la kawaida kwenye ndoa. Ni jambo la kupendelewa. Kupendelewa kwa sababu mfano sasa mapenzi ya mkao ni jambo la kupendelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee pale. Apataye mke apata kitu chema, naye akupatia kibali kwa Bwana. Ndio. Apataye mke apata kitu chema, naye akupatia kibali kwa Bwana. Apata kitu chema, naye akupatia kibali cha Bwana. Okay. Kumbe kule kuoa unatengenezewa kukubalika na Bwana. Ile ndio jipya kwenye wanandoa, usijue leo kujua hilo. Unapata kibali cha Bwana. Kule kuoa na kuolewa unapata upendeleo wa Mungu. Akupendelee wewe uliolewa na uliooa, akupendelee, akusaidie, akubariki, awainue, ufanikiwe katika kila eneo, ufanikiwe katika maisha yako. Naombea wanandoa, nenda ukafanikiwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ufanikiwe ndoa, ufanikiwe katika maisha yenu. Iwe wanandoa, nasema ufanikiwe, na kufanikiwa ni kula na kunywa na kukutana na mahitaji ambayo mnahitajika hapa duniani. Mungu awainue na awaponye. Sio kwa mwanandoa asiye na kibali, asiyependelewa na Bwana. Kila mwanandoa pendelewa na Bwana, maana yake fanikiwa katika Bwana. Haleluya. Kibali ni izini anayopata mtu ili kupata jambo fulani, ni kukubaliwa kufanya jambo fulani, ni ruhusa inayosukuma vizuizi vyote na uchafu wote katika maisha yako, inaviweka pembeni vya kukuzuia usiweze kufanikiwa. Inazuia kibali, kinazuia vitu, vinasukuma vizuizi vyote, vipingamizi vyote ambavyo vingesababisha kwamba usifanikiwe, vinasukuma pembeni, vinawekwa pembeni. Alafu wewe unasonga mbele, alafu unakwenda kuingia kwenda kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali kitamleta mtoto wa Mungu kumpeleka kwenye mpendo. Kitakupeleka kwenye mpendo wa maisha. Kibali kinabisha kuingiza uwepesi wa maisha. Wakati maisha magumu na upinzani mbalimbali kinasababisha kupelekea wewe maisha yawe mazuri. Mpendo unaweza kumtoa mtu wa nyuma na wa mbele akarudishwa nyuma, wa nyuma akapelekwa mbele, na akawa na nafasi ya mbele. Kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sicheze na mtu mwenye kibali, na kibali cha Bwana. Mwenye kibali ni mtu ambaye anajua mcha Mungu, mtoka Mungu. Mithali 22:5. Huyo Mungu anasema kuna mcha Mungu, mtoka Bwana, lazima ufanikiwe. Haleluya. Hata kama lazima ufanikiwe, na baraka zitakutafuta kote kule huko, na watakutafuta tu. Kibali kitafanya watu wakutafute ili ukutane na hitaji lako. Ukutane na hitaji lako unalotaka katika maisha yako. Kibali kitakutafuta ili tolewe chini, pelekwa juu pale ambapo unataka uwepo. Inawezekana kuna mahali utakapo uwepo pale, lakini uchao. Kuna mahali utakapo uwe vile kiuchumi. Kuna
kimaisha, lakini shetani kufikia chini, kibali kitashuka kokote uliko, kitakutafuta kwenye uchafu, kwenye shimo, kitashuka, kitakuchomoa, kitakuweka pale anapotaka Bwana wa majeshi. Na ninakuombea kwa Bwana wa majeshi, ungemlilia Bwana na kumwomba Bwana, kama umefukiwa chini, kama umechafuliwa, kama umeshuka chini, kama unaishi viwango chini ya maisha yako, kwa kibali cha Bwana, Bwana kuchomoe pale uko chini, kuweka viwango vya juu. Pandisha kuweka viwango pale vya juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akuweka pale viwango vya juu, pachike mahali ambapo natakiwa kuweza uwapaa. Ndio kibali. Tuzungumzie habari za kibali, tuzungumzie habari za kibali. Kwa kibali kwenye maisha, wewe sio mtu wa kawaida. Kibali kinasababisha kila eneo fanikiwe. Lazima utafanikiwa. Kokote kwenye kibali utafanikiwa. Lolote utakalogusa utafanikiwa. Kienda mashambani utafanikiwa tu. Of course, Yesu ameshafanikiwe, sio nguvu zetu, sio juhudi zetu, sio elimu zetu, sio sura zetu, sio uzuri wetu, sio mabavu yetu, sio nguvu yetu, sio jeshi kubwa, sio ujuaji wa kuongea, bali ni uwezo wa Bwana unaokuwa pamoja nao ndio unakusababisha uweze kufanikiwa. Naweza kuwa msemaji mzuri na usifanikiwe. Naweza kuwa na mali nyingi na usifanikiwe. Naweza kuwa na sura nzuri na usifanikiwe. Naweza kuwa na magumu makubwa na usishinde. Lakini unaweza kuwa una pesa lakini mpaka kuinua. Unaweza usiwe na nguvu na mpaka kupangwa ukashinda. Unaweza kuwa ni mzaifu lakini ukashinda. Unaweza kuwa mzula ovyo lakini ukapendelewa, ukainuliwa katika maisha na ukaishi. Haleluya. Haleluya. Kwa kibali cha Bwana, shetani ataka sitake, tutaishi kwa kibali cha Bwana. Tutabarikiwa kwa kibali cha Bwana. Tutashinda kwa kibali cha Bwana. Tutakula kwa kibali cha Bwana. Tutembea kwa kibali cha Bwana. Haijalishi kwa maeneo gani, kwa kibali cha Bwana tutaishi na kubarikiwa. Kibali cha Bwana. Tutaishi kwa kibali. Sasa hiyo kibali vinapishana mtu na mtu, itategemeana. Isaya anasema tunampendeza Bwana, ndio itategemea ndio kumpendeza Bwana, ndivyo kibali chako kitategemea vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hapa kila mmoja anajua na kibali. Na kibali kinasababisha kuishi hivi kwa kibali. Kibali hatufanani mbaya. Sasa kile kibali, usizike na kibali ulicho nacho hicho. Sababu kibali ni kwa kula, kufanikiwa, kubali. Kwa sababu kama una kibali, unajua ukashindwa hata kula chakula. Ukashindwa hata kuvaa. Sasa kibali jambo kubwa. Kwa sababu kama una kibali kwa shida, yani si Bwana akufanikishi. Tenda kulima shambani kufanikiwa, bali hakuna. Mungu anawaambia kwa Israeli, utapata kibali kama utatii na kusikiza sauti yake. Fanya kwa bidii. Kibali ni utapeleka mandazi pale, unakaanga kwa mandazi, unaenda kuuza pale. Mandazi yana kibali, wanayaona meusi. Yana kibali. Unafika pale unaweka mandazi yako kwa mandazi pale sana. Huyo organic. Mandazi yenyewe kwa soma zote. Umeoga kama watu, umevaa vizuri, umekaa vizuri, mandazi unapika kwa afya yote. Yameenda TBS. Kila kitu machafu. Utauza hata mboga. Sina wale tabia ambazo kuzia mboga za juice. Unapiga mama ntilie basi. Wali wako na chacha. Umepika mbichi.
kibali cha shetani. Wanakoroga na miguu yao. Tena si ajabu wao wanaweka na miguu ya ajabu ili kupata kibali. Na shetani ana vituko vya ajabu. Na vitu vya ajabu sema jisukulie na maji mjisukulie kwenye tayari. Kawekee kwenye supu. Supu itakuwa na kibali. Watu wajilamba yongeze tena. Yongeze kijiko supu anakunywa mchuzi. Yongeze mchuzi chapati bado. Yongeze chapati. Zimeisha. Sasa wanachukia zimeisha. Kesho na kuachia hela kesho mtandaoni. Nitakula hela tajiri siku nyingine. Wanasubiri sema kesho ndio tutasukua magamba vizuri. Weka magamba kesho. Nenda kaenda kusukua kweli. Sema sukua na mwingine weka kwenye chapati kandia na nini weka kwenye chapati. Mwingine weka kwenye kwenye supu. Mwingine kwenye chapati. Kesho ile miguu. Mganga anasema ile miguu ndio atakuwa anakimbilia hiyo. Sasa ile miguu ile inakimbiza. Hombi kwa sababu unasubiria kwenda ukimbiza kwenye supu watu mchaka kwenye supu. Nzani na mimi sasa ile ndio supu safi. Akifika pale sasa anapendeza naomba msafi. Mungu anafaa. Ndio nafika na kidogo. Umeoga vizuri, umeweka vizuri, umepika vizuri, umesafisha vizuri, umeweka vizuri. Mweka nini? Akajaoga hapo. Supu ya pembeni. Mandazi yenyewe. Supu yenyewe kaoga. Bwana tusaidie sana. Wana kibali cha shetani. Lakini sisi tukiwa katika kibali cha Bwana tumepiga maombi, tumelitia jina la Bwana. Kibali cha Bwana kinazidi vibali vya shetani. Kitazima vibali vyote vichafu vya kuweka uganga na kekete na kusafisha vitu vingine. Vitaonekana wazi kwamba havifai, bali vile vya Bwana vinafaa. Watakimbilia kwako, utaona unapendeza, vinafaa kwa kibali cha Bwana. Kwa kibali cha Bwana kafanye kazi kwa kao na ufanikiwe, na kazi ya mikono yako ipate kibali, vitu vyako vipate kibali, maisha yako yapate kibali, mipango yako ipate kibali. Popote na mcha Bwana katika Methali 22:2 nasema upewe kibali wewe, na ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo hai kwamba unamcha Bwana, pata kibali kwenye kazi zako, pata kibali kwenye maisha yako, kwenye mifugo yako, kwenye mashamba yako, lolote ufanyalo, pokea kibali. Sura yako binti ipate kibali kama mcha Bwana katika jina la Yesu. Mipango yako yote ipate kibali, duka lako lipate kibali, mashamba yako ipate kibali, mtoto wako ipate kibali, jina yako ipate kibali, maisha yako ipate kibali. Pokea upendeleo kutoka kwa Bwana, na Bwana kukumbuke na maisha yakabadilike, na kibali chako kibadilishe maisha yako toka maisha ya kawaida kwenda maisha yasiyo ya kawaida, na Mungu akulishe ule vile unavyotakiwa ule. Nasema ukae pale unatakiwa ukae. Kae kwenye heshima unatakiwa ukae heshima kama mwanamke. Ukapewa heshima kama unatakiwa heshima. Ukaishi maisha vile ambavyo Mungu alitakiwa uweze kuishi vile, na usiishi maisha vile shetani anataka uishi. Usiishi ufanye kazi vile shetani anataka ufanye kazi, wala usikae usishushe chini kama vile shetani anakushusha, bali ukaishi kama vile Bwana anataka uishi. Ukae kwenye nafasi ambayo unataka uishi. Kama shetani amekushusha, leo Bwana kuinue, akuweke mahali pale ambapo unatakiwa uweze kuwa. Na anakuombea kwa Bwana mwaka huu, mambo yako na maombi yako yoombea vikatengeneze kibali kwa maisha yako, hatima maisha yako ikafanikiwe katika jina la Yesu. Chukua kibali. Kibali si kibali ni shida, kibali hata mchumba ambaye Mungu amekupa atakukimbia, ndio kibali. Hata mchumba ambao Mungu amekupa hakuoni. Ila Mungu amekupa, ila hakuoni. Shetani amekuficha. Na kuona mzigo.
kuna giza, kuna mtu wa ajabu asiyefaa. Mwana watu baba mmoja anahangaika kuoa na Mungu ambaye mke anamficha moyo, mke ambaye Mungu anamkataa, yule Mungu ambaye anamkataa, na wengine wale Mungu hakumpa, hajisikii, lakini akibali kwa Mungu anaonyesha anamkataa, na wale wengine ambao Mungu akumpa na yeye hawezi kwenda kule na mtu hapo, na fichwa kwa ni shida. Biashara Mungu ambayo amekupa, shetani ameficha. Haikutokezei, hauioni kwa sababu kibali. Njia ya kufikia hiyo kazi ambayo itakupa kibali kufanikisha imefichwa tu pako. Haionekani. Njia zionekana za kuelekea pako. Kosa kibali. Kwa nini umekosa kibali? Hujamtafuta Mungu ili akuonyeshe njia ya kuelekea kwenye kibali chako. Unapomwomba Bwana na kulitia jina la Bwana, giza lote na vizuizi, vipingamizi, kibali kisha mwomba Bwana kinakuja kibali kuondoa vizuizi, vificho vinavyozuia usifanikiwe, usisonge mbele, usipokee majina wakati usiinuliwe. Kibudu kibali kinakuja vyote, kinamwaa vyote, inakuja njia, inakuja wepesi, inafunga njia, inakuja mpendo, unashangaa unateleza. Ndio maana nasema kwamba kila anafanya anafanikiwa. Ni kibali cha Bwana kinakupitisha katika njia ambazo zitakusababisha kwamba ufanikiwe, uweze kufanikiwa. Kwa hiyo ndio unafanya ndio kwamba unafanikiwa, lakini njia za Bwana kupeleka kwenda kule ufanikiwe, kule ambapo unatakiwa uende, zinakupeleka kule, yaani unakuwekea kwenye mazingira ya kuelekea kwenye mafanikio. Unajua kila mmoja hapa ana mafanikio na baraka na mahitaji na haki zake na haki zake kwa Bwana ziko hapa, zinakufanikisha na utembee katika hayo, utembee katika ushindi, utembee katika nguvu hizo, utembee katika mamlaka, katika ushindi huo kila mmoja. Lakini unashangaa unaonekana wewe ndio umeshindwa, ndio ufanye chote uwezi, unaishi magumu, huoni njia, huoni msaada. Ni kwa sababu kimekosekana kibali cha Bwana, ndio inaonekana sio tatizo. Yaani maisha kufanikiwa na kupokea sio tatizo. Tatizo ni wewe kulitia jina la Bwana, kuita Bwana achilie kibali katika maisha yako, akutembeze mpaka uingie kwenye mafanikio yako na uzione fursa zako, uone haki zako, baraka zako, maisha yako, njia zako za kuweza kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nini unafanikiwa? Kwa nini unashindwa? Kwa nini unaumia? Kwa nini unatafuta? Sio sababu. Kwa nini vitu vingi? Kwa nini ukaza? Unasema mimi sina kazi, sina hela. Kwa nini una hela? Kwa nini unashindwa kula? Kwa nini utende mahitaji yako? Kwa nini? Kuna kitu hapo kinahitajika. Sio wa hivyo wewe. Sio kwa hivyo wewe. Wala Mungu anataka uwe hivyo wewe. Ani wewe au shetani. Sio Mungu anataka uwe hivyo. Kama kwenye kati Mungu. Na kama ubarikiwa ufanikiwa, hivyo ndio Mungu atakufanikiwa uwe hivyo. Lakini nataka niongeze viwango. Ongeza viwango vya kuweza kufanikiwa kutoka hapo ulipo. Usilizike na kibali ulichonacho. Ongeza. Na una kibali ulioko wakati mgumu. Uelewe
10,000 haraka hauna. Umeridhika kweli? Mbona shetani amekuloga vibaya? Umeroga vibaya. Kama sisi ya Mungu hayo zote yakatae. Na huyu Mungu tunaongelea kweli na asikie kwa kweli kutoka mbinguni. Tutoe hapa. Na maisha sikikushisha kitu gani magonjwa. Njaa. Kuzaliwa. Uloga na pepo. Vamia pepo. Hivyo si mpango wa Mungu. Si mpango wa Mungu. Na pepo yatimke. Ule na kunywa chakula unachotaka, afya yako iwe na nguvu kuhubiri hapa Luka ukiimba unaimba. Haleluya. Kija kanisani na uhakika wa maisha. Kifungo na uhakika wa kula. Sio unakaa hawezi kuacha. Hawezi. Si utakula nini baadaye? Hawezi kuacha. Na unaruka kwa kile bado. Luka kutoka hapa kupiga supu. Huwezi kuacha. Ndio kuna supu. Huwezi kuacha utapiga wali nyama napenda. Huwezi kuacha kula juice. Hawezi kuacha. Basi utahoka sababu wewe kuacha. Maneno naiba biligani. Mungu atusaidie. Lakini japo tunasema kweli situation sio mpango wa Mungu tuishi hivi. Ichukie hali kataa ukiridhika kwa sababu Mungu kuridhika na kibali chake hicho. Ndio kibali chake. Ukichukia inaondoka na Mungu kuingilia katika kweli na amechukia kweli. Hataki kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hataki kweli. Sema nao kweli hataki. Haleluya. Kwa hiyo kwa nazungumzia tu hapa maana kibali tujaenda tambali na mambo mengi ya kibali. Mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nizungumzie tu hapa kwamba hii maisha tunaishi sio kwamba ulizike nayo. Umeridhika hivyo leo umeridhika hivi. Umeridhika hivi. Unaweza kuona Mungu bado anakuambia usiridhike. Watu tuko hivi usiridhike na watu kuzee hivi. Usiridhike chakula na kuishi injili na ubiri ya usiridhike. Ndio usiwezi kuacha kuomba kwa sababu sijafika. Mtaji Mungu tafuta Mungu zaidi. Sio unaridhika Mungu abieleweki vitu vyakaa vizuri. Unaridhika. Na mtu kwa na kibali. Kuna kibali. Kama sema kibali, kinapatikana tu kama Bwana. Basi jilazimishe kutoka kwa watu, wengine hawataki kombe na misha. Wala hiyo excelio. Ndio kombe ndio bado ni kibali chenyewe wewe unasema Bwana. Tasema Mungu. Jilazimishe kutoka kambi wewe jilazimisha tu kujibembeleza tu. Ni kukosa kibali hicho. Mungu sasa kwa mtu aliye kibali hana haja kulazimishwa. Mungu ataleta watu kusaidia kwa kufariji kwa kuleta watu mtu mwenye kibali. Inakuwa hivyo. Kwa Mungu atusaidie katika haya. Tutafuta tutaendelea vitu vingine. Sisi tunaona kwamba kuna kibali. Yaani kama kuna kibali lazima wewe ufanikiwe. Lazima kuwa vizuri. Lazima kufunuliwa vitu. Lazima utoke. Lazima utoke kwenye shida. Lazima uchomoke. Lazima uchomoke. Lazima utoke. Lazima uolewe, lazima uoe. Tatafutwa tu. Mabidi kushangaa. Kuna kibali Bwana. Zaburi kwa sababu kibali kinasababisha Mungu kupigania namna mbalimbali. Zaburi ya 1 mstari wa 1
Zaburi ya 41:11. Sawa. Some. Tukamwombe Mungu pia tuelezee mambo yetu. Amen. Kwa neno hili nimejua ya kuwa wapendezwa nami, kwa kuwa adui yangu hazimangi kwa kunishinda. Sura 12 na mmoja tu. Hebu kuna nini? Nami katika ukamilifu wangu umenitegemeza, umeniweka mbele za uso wako milele. Natosha. Usomea Zaburi ya 44:3. Hapo 44:3. Maana si kwa upanga wao walivyomiliki nchi, wala si mkono wao uliowaokoa, bali mkono wako wa kuume, na mkono wako na nuru ya uso wako, kwa kuwa uliwaridhia. Amen. Nazungumza kwa kibali kisichochoka kupigania. Wakati kwenye vita na pambano la kupigania. Naweza kutunulia watu wa kutetea. Watu wa kupigania na kutetea. Hicho ndio kibali. Sio jumla kibali kinaendelea kupigania, kulinda, kuponya. Vitu mbalimbali. Mungu tusaidia tusome Yeremia, Samueli na Biblia. Yesu tulisoma wakati mwingine. Tamani tulikuwa na muda wa kuomba. Tulikuwa tunazungumzia tu maana hapa ya kibali. Kuna vitu vingi ambavyo viko katikati kile cha kibali cha Bwana ambapo kinatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kibali ni muhimu sana. Kina kibali kwa ujumla. Kama sasa unataka kufanya vitu vingine pia, jitahidi kuomba kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitahidi kuomba kibali. Usiende vitu kwa mazoea. Sio kufanya biashara kwa mazoea. Unajua kama ufanye kibali kwa Esther anafanya kibali. Nehemia kama kwa Israeli ni mbele ni mwanzie. Kwa kibali unajua usiende kwa mazoea. Unaweza ukakuta mgeni amefahamiana naye. Na ana hela. Ni za Mungu na za kwake. Na rafiki yako. Lakini anaweza sikupa hela. Anaweza siku sio anakunyima wala akupendi. Anakupenda sana lakini hakupi. Una kibali kinazuia. Hivi na habari na watu wakikusaidia hapa kanisani. Unaangalia kule lakini una kibali kwao. Una kibali kwao. Lakini kuna watu wakumsaidia shida hiyo nayo. Simoni Sauli anahangaika na mapepo na mapepo na wewe. Sasa jamani, msaidieni mtu wa kusaidia na mapepo hapo. Daudi alikuwa hapo. Huyo mtu wa Yesu yuko hapo. Mnapiga sasa tu unajua utakuwa kwa. Yuko hapa. Unaona magaika wapi? Njoo kwa sababu hapo. Yuko pale. Jibu liko pale, msaada uko pale, lakini hajapata kibali ya kuona. Mtoto wa watu akapiga kazi zizi, pepo wa jamani, achakamka akili na toyo. Kwa hiyo kibali unaweza kukuta sasa tunahangaika na pesa za kujenga na sisi kwenye nini? Hatuna kibali. Kuna watu wanaweza kufanya mambo. Kwa hiyo kama mgeni na ufahamu, usiendeke mazoea. Mimi rafiki yangu atanipa tu. Piga maombi naomba kibali kibali chako kukafanya mambo. Ukifika pale kibali kinaonekana. Unafika tu pale. Kama nitajua hapo rafiki yangu kibali. Sasa wewe rafiki yangu nakupa tu chukua chinda.
barafu nini na nini, wanaita nini, au pale mlima mboga kama mtu alikuwa anasema sasa mboga ndio nini, bila kutoka kujipa mboga zitakuwepo lakini una kibasa mboga yani wale waweka wateja huko na zote yani hapa tena wateja yani kwani umechelewa, sio kwamba mboga zina wateja, una kibali. Wanaweza kaweka wateja wakaweka pale, umeomba kibali bwana ifike pale, ndipo kanipe akanipe mboga, unafika pale kibali chako kwa kibali chako unakuwa bwana zaidi wewe si uchukue tu za kwetu tukiwa wazee kwa sababu wengine wewe hata leo tunarudisha hela wewe mzee wewe tuma kana gani sisi tunarudisha kaya, lakini umekuja bila kibali zina wateja zinaoda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amina. Usiende kwa mazoea kama mtu unapenda ubadili. Hata kama unafahamu ubadili. Hata watu wengine hata kwa mume wako kwa kibali. Wewe unaweza kukunyima hiyo. Kama umekubali. Mtakayeenda ni soda kwa kipindi tutasikaje nini? Hela zipo. Sema kama mwenyewe kufanya mambo mengi, sio kama mwenyewe mambo mengi. Hiyo fanya baadaye. Sio baadaye una kibali. Lakini ukaweka kibali. Sasa usipendeze bwana, hivi vitu vingine vikae kwanza, utasuka nini kwanza? Kibali. Esther alikuwa Swero alikuwa aende pale. Ndiko sio kaida kwa mume wake pale. Biblia umenini? Kile maombi fanya nini? Hata kibali kupewa jambo lile, jambo liko kubwa ni taifa ambalo linahitaji taratibu, sio kwenda kama Mungu, kwenda kama taifa la Israeli, kwenda kupata kibali. Kibali usiende vitu kwa mazoea. Sifanye vitu kwa mazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kibali tutavaa vizuri, kwa kibali tutapendeza, kwa kibali tutafanikiwa, kwa kibali tutapiganiwa, kwa kibali biashara itaenda vizuri, kwa kibali watasema tunaongea vizuri lugha mdomoni. Ndio mmoja kwa tunasema kitu gani ni punga tu. Ongea kitu cha maana. Una kibali. Naongea kijitu na changanya tu wewe. Jukwe ile kuweka pale. Ndio point. Tupate watu kama hao wapi? Unatendewa kazi. Kibali. Kitashwa tafuta kuanzia leo. Anza kufanya mazoezi kutoka kwa jambo lolote ulipata kibali. Anza kutoka kufika nyumbani, ni kibali kwa watu. Ndio watoto wakubwa ndogo. Wasa watoto wako ndio watoto wakubwa. Kama unafanikiwa, shangaa watoto wanafanikiwa na pesa na migani. Kile unateseka, una kibali. Wala wazazi wetu si ndio wako kule. Ndio kutoa misiku hapa. Na hela unayo. Kwa nashauri wazazi, omba kibali kwa watoto. Watoto wamekubali kwa wazazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba kibali kuolewa, omba kibali kujenga, omba kibali. Omba kibali katika safari. Kenda mwendo kasi, omba kibali. Na usalama. Nilikuwa namchekesha kama mchungaji jana, japo alisema somo hili, nienda Kariakoo pale. Bwana, tuko kwenye ghorofa moja kubwa kule. Japo ni udhaifu, nasukuma nishuhudie. Ndio nimekimbia. Nikimbia kwa tofauti. Unajua Mungu ni mkubwa kule jana. Juu ghorofa ngapi? Ndio mbele mpigo shoti ghorofa ya nini? Ghorofa mpigo shoti kubwa zaidi kwa chini. Nikasema hapa tumekuishi. Ndio ghorofa ngapi? Ghorofa ndio inatoka. Ndio watu walikuwa wanawake siwaone hivyo, wanawake wanakimbia bwana. Niona mama mmoja mnene lakini anaruka sawa kasi, anaruka lakini ile sio yeye, ni roho nyingine. Ni roho nyingine.
unakuta wale wenye mitumba wamepeleka pombe waruka juu. Juu ya. Hamna shida hizo. Unakuta wamekaa kuna kanyaga wanapanda juu. Wale hamna cha kusema sisi nini. Unaangalia kuponywa roho, baadaye ndio sasa kugeuza watu. Ndio unakuja kwa baba. Baadaye kufika pale sasa jamani ndio hapo ndio nyenye kazi mbili moja tu. Baadaye baadaye ikakata. Nilifika pale pembeni pale nikapumua. Huko haisemi vipi. Alikuwa mzuri. Nikasema kuishi hapo vizuri. Kila mmoja mbaki mwingine amekaa hapo. Jamani shetani gani mimi? Na mtamu wao utaruka. Sasa nikasema gorofa lote ile kwa kukimbia sasa nilikutia pale. Kimbili kama nilipita pale mtemi. Maka ndio nini nikondoke nikibaki. Nikamzia mbele. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata huko Mungu anakuwa cha kunyokoa. Ndio kati ndio pale nisema tulie wewe tulie. Kwa Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba simama juu pale ulipo. Asante Bwana. Ndio tunamwomba Bwana. Tunamwomba Bwana kwa kabisa Bwana. Anza leo kutumia nafasi uingie kwenye ibada leo. Mungu amependa azungumze na wewe na sio wale ambao na pengine somo